Karibu katika kipenga cha michezo. Mabingwa wa kihistoria wa ligi ya mabingwa Ulaya Real Madrid wamekubali kichapo cha 1-0 ugenini dhidi ya Liverpool, huku Paris Saint-Germain PSG wakilala 2-1 nyumbani dhidi ya Bayern Munich ya Ujerumani, ambapo magoli yalikuwa hivi: Liverpool waliweza kuwatandika Real Madrid goli 1 komboa ufe, PSG wakiweza kutandikwa 2-1 na Bayern Munich ya Ujerumani, ambapo walikuwa wanacheza nyumbani kwao kule Ufaransa. Tottenham waliweza kuwatandika Copenhagen 4-0, wakati ambapo Juventus wakitoka sare ya 1-1 na Sporting. Atletico Madrid waliweza kuwatandika 3-1 Union SG, wakati Bordeaux Glimt wakiweza kulimwa na Monaco bao 1 komboa ufe. Olympiacos walitoka sare ya 1-1 na PSV. Kwingineko, Arsenal imecheza mechi 8 mfululizo bila kuruhusu bao, ambayo kwa kizungu unasema kwamba 8 clean sheets, na kufikia rekodi ya iliyodumu kwa miaka 122 kufuatia ushindi wa 3-0 dhidi ya vigogo wa Jamhuri ya Czech kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa Ulaya. Magoli ya Arsenal yalifungwa na Saka. Merino akaweza kupachika wavuni magoli mawili kunako dakika ya 46 na 68, wakati ambapo Saka akiweza kufunga dakika ya 32. Clean sheet hizo ni kwenye mechi 8 mfululizo tangu mwaka 1903, ambapo yalikuwa ni magoli 2-0 pale hivi ya Olympiacos, 2-0 ya West Ham, 1-0 ya Fulham, 4-0 ya Atletico Madrid, 1-0 ya Crystal Palace, 2-0 dhidi ya Brighton, 2-0 dhidi ya Burnley na 3-0 dhidi ya Slavia Prague. Kwingineko kwenye soko la soka Ulaya, msikilizaji, haya basi tuvalie daluga awamu hii. Real Madrid imeamua kumuuza mshambuliaji wa Brazil Vinicius Junior miaka 25 mwenye umri wa miaka 25 msimu ujao kufuatia mwenendo wake alipotolewa uwanjani wakati wa mechi yao na Barcelona. Mshambuliaji wa Brazil Rodrigo anataka kuondoka Real Madrid mwezi Januari, huku Arsenal na Tottenham zikimuania mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24. Haya yakijiri, Manchester United iko tayari kumwachia winga wa Uingereza Jadon Sancho miaka 25 ambaye anachezea klabu ya Aston Villa kwa mkopo kuondoka kwa uhamisho wa bure msimu ujao. Haya yakijiri ni kwamba klabu ya Roma inafikiria kumsajili mshambuliaji wa Manchester United na Uholanzi Joshua Zirkzee mwezi ujao ama mwezi wa Januari mwakani. Beki wa Inter Milan na Ujerumani Jan Bisek miaka 24 anatamani kuhamia Uingereza, huku West Ham na Tottenham zikitarajiwa kuwa makao yake mapya. Haya yakiendelea kujitokeza ni kwamba Crystal Palace na Inter Milan na Juventus watachuana kuwania saini ya beki wa Manchester City na Uholanzi Nathan Ake miaka 30. Na kwingineko ni kwamba Manchester United inatarajia kuongeza juhudi katika mpango wa kumsajili kiungo wakati wa Nottingham Forest na Uingereza Elliot Anderson mwezi Januari, huku mashetani wekundu wakiamini kuwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 anatamani sana kuhamia Old Trafford. Arsenal haina mpango wa kumwachilia kiungo wakati wa Norway Martin Odegaard mwenye umri wa miaka 26 kuondoka klabuni hapo, huku Barcelona wakionyesha nia ya kutaka kumsajili. Beki wa timu ya taifa ya Uholanzi Virgil van Dijk aliingiwa na wazo la kuhamia Real Madrid msimu uliopita kabla ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 kusaini mkataba mpya na Liverpool. Everton aitamuuza beki wa Uingereza Jarrad Braithwaite ambaye thamani yake inakadiriwa kuwa pauni milioni 70, licha ya Manchester United kumtaka mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23. Na hatimaye meneja wa zamani wa Manchester United Erik ten Hag ni miongoni mwa majina yanayotajwa kuwa kocha anayefuata wa Wolves.
Kabla ya kukata mikatale ya taarifa hii ya michezo ni kwamba kimya na tabasamu ni vitu viwili vyenye nguvu. Tabasamu ni njia ya kutatua matatizo mengi, na kimya ni njia ya kuepuka matatizo mengi. Na hapo ndipo natia komeo. Jina langu ni Kantona Joseph, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.